Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mfuatiliaji wa Maalim Kais Online TV. Hapa leo mashaallah tuko mubasharatan katika mji wa Kilwa. Hii ni Kilwa gani kaka inaitwa? Hii ni Kilwa Masoko. Hii ni Kilwa Masoko, ni katika wilaya hii ya Kilwa ndani ya mkoa wa Lindi. Siku ya leo tarehe 20 mwezi wa 6 aidha mwezi Juni. Insha Allah tuko na madrasati gani inaitwa kaka? Fi sabilillah. Barakatul Hiya. Barakatul Hiya. Kwanza Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadhi, ni vyema nitambue majina yako, unaitwa nani kwa majina? Kwa majina naitwa Sharukani Sidat Bey. Nafasi yako katika hii madrasa? Katika madrasa nafasi yangu ni kama kaka, kwa sababu sisi tuko katika madrasa tunaitwa moja markazi Hiya Kilwa Masoko, ambayo mwalimu wetu ni miongoni mwa walimu ambao wameasisi markazi ambayo inafahamika kwa jina la Barakatul Hiya, ambayo ni Sheikh wa wilaya Sheikh Hussein Maneno Simo. Kwa hiyo mimi ni nakuwa nafasi ya kaka kwa kuwa niko na mlezi wetu ni mmoja Sheikh Simo, ambaye ni miongoni mwa walimu wetu katika markazi ya Hiya. Naam. Na katika hii madrasa baada ya ukiacha hiyo nafasi, ni mwalimu, ni ustadhi, ni shekhe, ni tuseme mwalimu, ni labda vipi unisaidie katika hii? Katika hii madrasa sina nafasi yote isipokuwa kuwa ni kaka, kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa Hiya, ambayo ni mwalimu wetu ni huyo Sheikh Simo, ambayo ni shekhe wa wilaya, ambayo ndio mwenye markazi ya Barakatul Hiya. Kwa hiyo nafasi yangu mimi ni kaka, kwa sababu nasimamiwa na mlezi mmoja ambao anasimamia wanafunzi hawa na wanafunzi sisi ambao tuko pale Hiya. Maana yake ni kaka mkubwa na kaka mlezi. Unaweza kuwa na nafasi hiyo ingawa sio rasmi sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atabarikia kuwa rasmi. Kaka, unaweza kutuambia ni mwaka wangapi katika madrasa Hiya? Hiya mimi ni mwaka wangu wa 4, lakini vile vile na nafasi nyingine mimi vile vile ni mtu wa Online TV, ni CEO wa Sharukani Online TV, ambayo pia naisimamia mimi mwenyewe, naipambania kwa hali na mali, kwa sababu sina uwezo wa kufanya, lakini niko napambana. Watu ambao watafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, ukienda YouTube niko Sharukani Online TV, lakini vile vile ukienda Facebook natumia kama Sharukani Sidat Bey, ukienda TikTok Sharukani Sidat Bey, kwa maana napambania masuala mazima ya Online TV, na ndio maana wakati fulani unaweza kaona kama nafanania na hizo kazi, lakini sio mtaalamu sana, lakini napambania kwenye hizo kazi. Kaka, tukuulize swali moja. Tunaona umma ni mpana, kuanzia wanaume, akina mama, akina dada, kushoto, kulia, mbele, nyuma, baina al-mashariki wal magharibi, hawa wote ni wazazi au ni wakazi? Tunaomba kuambia, kwa sababu tunaona hudhuri ni kubwa. Hili labda unalizungumziaje? Hili jambo kwa sababu tuko Kilwa. Asili ya Kilwa nadhani nafahamika, asili yake ni Islamiki, kwa sababu imefika karne nyingi sana Uislamu. Hao unaowaona wengi ni watu ambao wamekuja kuhudhuria, wazazi ni wachache tu, kwa sababu wanafunzi wanaweza kufikia 130. Maana kama wanafunzi 130 tulitegemea kuona wazazi 130 tu, lakini unakuja kuona kwamba kuna umma mwingi umeitika, kwa sababu kwamba wana mapenzi na asili ya dini yenyewe. Kwa hiyo wengi unaowaona hapa ni watu ambao wamekuja kuitika kwa ajili ya dini ya Allah na mapenzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapenzi ya Qur'an tukufu. Kwa hiyo wengi unaowaona hawa ni wamekuja kuitika, wazazi ni wachache tu katika hawa. Mfuatiliaji wetu wa Maalim Kais Online TV, hapa tuko wilayani Kilwa, katika Kilwa hii ambayo ni Kilwa Masoko, ni pwani kabisa, mita chache kutoka hapa kuelekea baharini. Lakini ustadhi anatuambia asili ya maeneo haya ni Uislamu. Anasema Uislamu hapa una asili pana, na ningependa baadaye kupata mzee mmoja mwenye umri mkubwa atupe asili ya hapa. Lakini basi anasema hawa wote si tu kwamba ni wazazi abadan, bali ni Waislamu wapenda kheri, na wengine wameweza kufika hapa. Nadhani katika makisio Shekhe, kwa umati huu tunaweza ukisia ni watu wangapi wanafika? Kwa makisikio sina utaalamu sana wa mathematics, lakini tunaweza tukafika hata watu 1000, 1190 au 1990, kitu kama hicho. Ustadhi Amini, unayo majambo mengi na tunaona wageni, wanafunzi, mashekhe mbalimbali. Labda neno moja la mwisho, unalipi la kuambia wafuatiliaji wetu wa Maalim Kais Online TV, lakini nini pia wito wako katika hudhuri hii ambayo watu wamehudhuria? Wito wangu kwanza, sisi wote tunapambania masuala mazima ya dini. Haya yote yanayofanyika ni kwa ajili ya Allah. Wito wangu kwanza kwa watazamaji wa Maalim Kais Online TV ni kwamba kwanza wahakikishe wanatufuatilia katika vipindi vyetu, lakini sivyo tu, wawe na mahaba na mapenzi ya vitu hivi, kwa sababu sasa hivi mambo ambayo yanasapotiwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni mambo tu ambayo hayana asili na dini. Yale mambo ambayo yana asili ya dini waga napuuzwa. Wito wangu kwa watazamaji ni kwamba wahakikishe wanafuatilia sana masuala ya dini, lakini vile vile wazazi ambao wanafuatilia ama wanalea vijana wao katika markazi hizi wanakuwa wachache sana wa kusupport mambo ya dini, ingawa wamesapotia kwa kupeleka vijana wao katika markazi. Nikukatize kidogo, hawa wote wanaotizama si tu wa Afrika wenzetu, wako wengine ni Waarabu, na nilikusikia pale ukisema Kiarabu. Wahamasishe
walio Waarabu na wenye kufahamu Kiarabu dhidi ya kufuatilia majambo haya katika channel yetu Maalim Kais Online TV. Lakini nikusikia neno subscribe ukilizungumza kwa Kiarabu. Sheikh, karibu sana, takalam al-arabiyya, lughat al-arabiyya. لست ماهرا في التحدث اللغة العربية بالجيد، لكن إن شاء الله سأتحدث ولو بالقليلة. وإنني طالب الآن أتحدث أما أقرأ في مركز الإحياء، لكن أقول لكم أيها الطلاب أيها الحاضرون وأيها المشاهدون في هذه الحفلة الكريمة، يجب عليكم أن تتحدث أن تنظر هذه المنظرة التي ننظر في هذه المناطق البارزة. يعني يجب عليك أن تتحدث في كل يوم باللغة العربية، وأنا طالب أتحدث باللغة العربية، لكن أريد أن أتحدث معك في هذه حفلتنا الكريمة. إذا أردت أن تنظر تلفزيون انظر على معلم تي في أونلاين تي في. أخي عفوا، أنت تعيش في سعودي عربية؟ أم لا أعيش في سعودي عربية، أقول في أين تعيش؟ أعيش في هذه البيئة، لكن ولدت في روانغوا، في مديرية الليندي في ولاية روانغوا في القرية ناتشينيمبا التي بين مندراوي وناندنجي منذ الصغار. يعني قبل ذهبت في طلب العلم كنت من الذين يشغلون عملا قبيحا مثل الكرة القدم والموسيقى. حتى الآن أقرأ في مركز الإحياء بكيلو مسوكو. ما شاء الله ما شاء Allah. Manake Mwarabu mweusi, huyu ni Mwarabu mweusi na Kiarabu kama unavyokisikia kutoka huko Ruangwa, wapi Mandawia hapo, Mandawa hapo katikati, mambo mengi yamesema. Wallahi karibu sana hapa katika mji wetu wa Kilwa. Ni Kilwa Masoko, ni pwani kabisa, eneo hili la Mamwinyi, eneo la wasomi ulama wametokamana na hapa kina Sheikh Nurdin Hussein na wengineo. Inshallah kwa kufika hapa, mfuatiliaji wa Maalim Kais Online TV, tuweze kutamatisha hadhara yetu namba 1. Endelea kubaki, endelea kufuatilia. Baada tu salatul isha tunayo tena hudhuri nyingine, tunayo tena hadhara nyingine ya kumadihi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kufika hapa tuseme wama alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa ila liqa. Maalim Kais TV ni channel inayokuletea mafunzo na mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu. Itakufunza mahali mema katika jamii, kinachotakiwa kufanya. Usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kucomment ili uweze kunufaika na kila kitu.